Friday mtazamaji wangu wa BM Daily Politics. Karibu ili niendelee kukuelimisha na kufahamisha yanayoendelea kujiri hapa nchini Kenya kwenye ulingo wa kisiasa. Na mtazamaji, leo ni siku ya pili baada ya mwili wa aliyekuwa kinara wa ODM Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kutua kwenye uwanja wa Jomo Kenyatta International Airport. Hapo jana baada ya mwili wa Raila Amolo Odinga kufika hapa nchini Kenya, maelfu ya supporters wake walienda kuchukua mwili wake kule kwenye uwanja wa Jomo Kenyatta International Airport na wakaelekea moja kwa moja hadi kwenye uwanja wa Kasarani ambapo ndio walikuwa wanautazama ule mwili. Na siku ya leo watazamaji wangu, hivyo shughuli kama hiyo ya jana itakuwa inafanyika pale Nyayo Stadium ambapo maelfu ya supporters wa Raila Amolo Odinga wameanza kumiminika kule sasa hivi tayari kuendelea kumomboleza kinara ama aliyekuwa kinara wa ODM Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Sasa hivi kule jijini Nairobi watazamaji wangu, kuna hali ya wasiwasi ambayo inaendelea kushuhudiwa pia pale kwenye uwanja wa Nyayo Stadium kwa sababu tayari maofisa wa polisi wameanza kukita kambi pia kule kwenye jengo la bunge la kitaifa ambapo mwili wa Raila Amolo Odinga unaendelea kutazamwa sasa hivi na viongozi mbalimbali. Hali ya usalama inaendelea kuimarishwa. Watazamaji wangu, hapo jana kuna vuta ni kuvute na ghasia ambazo ziliweza kutokea kuanzia kule kwenye uwanja wa Jomo Kenyatta International Airport mpaka kule kwenye uwanja wa Kasarani ambapo mwili wa Raila Amolo Odinga ulikuwa unatazamwa na wananchi. Hapo jana kuna watu kadhaa ambao waliweza kupoteza maisha yao na kuna wengine ambao wanaendelea kupigania maisha yao sasa hivi baada ya maofisa wa polisi kwa mara nyingine kuanza kuwatupia vitoa machozi na hata kutumia bunduki kuwaua wale wa mourners ama wale wa Kenya ambao walikuwa wamekuja kuomboleza aliyekuwa kinara wa ODM Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Leo ni siku kubwa hapa nchini Kenya kwa sababu hapo jana serikali iliweza kutangaza kwamba leo itakuwa ni sikukuu ya Raila Amolo Odinga, sikukuu ambayo itakuwa inakumbukwa kila mwaka kwa kumkumbuka Raila Amolo Odinga, kiongozi ambaye watazamaji wangu amekuwa anapendwa sana na wananchi. Yeye ndio alikuwa man of the people, amekuwa akiwatetea wananchi na kwa hivyo legacy yake haitawahi kusaulika hapa nchini Kenya. Sasa hivi watazamaji wangu, kule manyumbani mwao Bondo, Kisumu County, shughuli ama matayarisho ya kumpumzisha yanaendelea kufanyika ambapo hapo jana tuliweza kuona kwamba tayari kaburi la Raila Amolo Odinga limeanza kuchimbwa ambapo anatarajiwa kupumzishwa kule Bondo siku ya Jumapili tarehe 19. Baada ya shughuli ya siku leo watazamaji wangu kule jijini Nairobi, wananchi kutazama mwili wa Raila Amolo Odinga, hatimaye sasa safari ya mwisho ya Raila Amolo Odinga itakuwa inaanza kuelekea kule Kisumu ambapo bado wananchi wanatarajiwa kutazama mwili wa Raila Amolo Odinga kabla hajapumzishwa kule manyumbani mwake Bondo, Kisumu County. Watazamaji wangu, nataka niwapeleke pale ground muweze kujionea vile hali ilivyo sasa hivi ambapo hali ya wasiwasi inazidi kushuhudiwa. Tujui kama siku leo kutazuka ghasia na fujo kama vile ambavyo ziliweza kutokea jana baada ya maofisa wa polisi kuanza kutupa vitoa machozi ili kudhibiti ule umati wa watu ambao ulikuwa umejaa pale Kasarani Stadium. Pia kuna viongozi mbalimbali ambao wanatarajiwa kufika hapa siku ya leo ili kuendelea kumwomboleza kinara wa ODM ama aliyekuwa kinara wa ODM Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kabla ya kupeleka pale ground mtazamaji wangu na kuonyesha vile hali ilivyo, na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe ndipo kwa kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment ndipo ujumbe ya habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Kwa leo tukasikia rest in peace baba Gwambo. Mimi natoka Siaya County, mimi Jaluo kama wewe. Mimi ndo sasa tunataka kimpi kwa nani? Tunataka kimpi. Baba ametuacha. Unajua alituambia baba ako hai, tusikue na wasiwasi. Lakini baba tukifika siku ya leo wametuambia baba amekufa. Unaonaje? Wewe kama mkazi wa Kibra unamkumbuka baba kivipi? Mimi naweza mtambua baba. Baba amekuwa baba wetu. Kwanza mimi naitwa Elige tena natoka Bondo mahali baba anatoka. Mimi sasa hii naenda town natembea na uchungu sana. Naomboleza baba. Nalia sana na ubaya kwa roho yangu. Na uchungu. Going by the demise of Raila Amolo Odinga, my heart is too much heavy, so much heavy, full of what we call magnum opus. I don't want to preempt, neither do I have to contemplate that Baba's gone, because it's somehow more treasonous to me. I don't want to contemplate. Baba's gone. I don't have anything to add on that.
We are still quartering the next step. How do you feel? How do you feel right now? I'm feeling flabbergasted. I'm feeling so flabbergasted that Baba scored. But then you see, I've not even realized, I cannot come to terms. This is an uphill task to me. It's a magnum opus, a very uphill task to me. I don't want to contemplate. Are you going to go to Kangoka Jaramogi? I must see when Raila is going to be inserted down there. I must be there. Public viewing of the mortal remains of our departed leader has just concluded peacefully at Kasarani. And we had intended to extend that viewing to as far as it would have become necessary, because we didn't want to give any mourner a reason to doubt that we all collectively want to mourn the late Prime Minister as much as possible. Tomorrow, there will be a state funeral service at Nyayo Stadium beginning 9 a.m. Guests are required to be settled by 8 a.m. This 2-hour state event will comprise of military honors. Mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kujionea, hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi, na wananchi wanazidi kutoa maoni yao tofauti wakimuomboleza Raila Amolo Odinga kwa njia tofauti. Wanamkumbuka vile ambavyo aliweza kusimama na wananchi, vile ambavyo Raila Amolo Odinga amepigania demokrasia, akawapigania wananchi waweze kupata katiba mpya, kwa sababu uhuru ambao tunausherehekea siku leo, Raila Amolo Odinga ni mmoja ya viongozi ambao waliweza kupigania ili wananchi wapate katiba mpya, wapate demokrasia, wapate multipartyism. Kwa hivyo kinara wa ODM, mtazamaji wangu, ameacha watu wengi wakiwa na huzuni. Mpaka sasa hivi hawaamini ya kwamba Raila Amolo Odinga amekufa, na ni jambo ambalo linazidi kuleta huzuni kwa wale supporters wake. Unaona hapo jana vile ambavyo maelfu ya supporters wake waliweza kujitokeza, wakauchukua mwili wake kutoka Jomo Kenyatta International Airport na kusindikiza mpaka kwenye uwanja wa Kasarani ambapo walienda kutazama. Yaani watazamaji wangu, wananchi wamekuja kuvuruga ile programu ambayo ilikuwa imeandaliwa hapo awali kwa ajili ya kumpumzisha Raila Amolo Odinga, ama kwa ajili ya safari ya mwisho ya Raila Amolo Odinga kule Bondo. Vile ambavyo ilikuwa imepangwa hapo jana haikuweza kufanyika hivyo, kwa sababu wananchi hawangeweza kutoshea kule Lee Funeral Home ama kule kwenye bunge la kitaifa, ambako serikali ndio ilikuwa imesema kwamba mwili wa Raila Amolo Odinga utakuwa unatazamwa. Sasa mahali pekee ambapo panaweza kuaccommodate watu wengi, maelfu ya wananchi, ni kwenye tu zile viwanja vikubwa kule jijini Nairobi kama vile Nyayo pamoja na Kasarani. Hapo jana walikuwa Kasarani na leo basi watakuwa wanaingia pale Nyayo ili wananchi waendelee kutazama na kuomboleza kifo cha aliyekuwa kinara wa ODM Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Nakomea hapo watazamaji, lakini msiende mbali kwa sababu niko na mengi ambayo itakuwa nazidi kuwafahamisha siku leo kutoka kule jijini Nairobi, na pia yanayoendelea kujiri kule Bondo, Kisumu County, ambako pia wananchi wanaendelea kujiandaa kupokelea mwili wa Raila Amolo Odinga ndiposa wakampumzishe kule Bondo. Kabla sijatamshia msomaji wangu, nakukumbusha ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe ndiposa ukiwa kwanza kuzipata habari punde tu zinapotendeka, na pia uweze kulike, kushare na comment ndiposa ujumbe wa habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msiende mbali watazamaji, itakuwa na punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.